Hujambo na karibu katika sehemu hii ya 4. Hii itakuwa sehemu ya simulizi nzuri inayokwenda kwa jina la Kuna Mwingine Nyuma ya Mlango. Mimi ni Amani Leonard. Hapa ni himaya ya kusisimua. Usiache kusubscribe ili wewe kwanza kupata kila mtiririko wa episodi ya simulizi ambao tumekuwa tukiuachia hapa mara zote katika chaneli hii. Kwa nini Elena alianguka? Marehemu mama yangu alifanya nini kwa kiumbe huyu anayeishi nyuma ya mlango? Kwa nini mganga aliniambia huyu ni mwanangu wa kumzaa na mimi sikuwahi kuwa na mtoto hapo awali tofauti na Elena? Nini kinaendelea hapa? Hii ni sehemu ya 4. Sehemu ya 3 tuliishia pale ambapo mzee Lipambila na kijana wake waliweza kukata moto katika harakati za kumvumbua huyu aliye nyuma ya mlango. Karibu katika sehemu hii ya 4 tuweze kuendelea. Baada ya tukio hilo la mzee Lipambila na kijana wake kuweza kuanguka na kukauka damu sakafuni hapo, hakuna aliyeweza kubaki katika eneo hilo. Wote tuliweza kukimbia, mimi pamoja na dada, huku nikiwa nimembeba binti yangu Elena. Tulifanikiwa kukimbia na safari yetu ya kwanza ilikuwa ni kwa rafiki yangu Zuberi. Basi tulifika kwa Zuberi na Zuberi alishangaa kutuona tuko mbio mbio kiasi hiko bila kujua kuwa tulikuwa tumefikwa na mkasa wa ajabu sana nyumbani kwangu. Zuberi alitupokea kisha akafungua mlango na kututaka tuingie ndani tuweze kuketi chini ili tumueleze kile ambacho kilikuwa kimetusibu. Ilibidi nimueleze kila kitu rafiki yangu Zuberi na yeye akaniambia, ndugu yangu, yani umemwacha mganga wa kweli mzee Malange, umeenda kutafuta waganga wa ovyo? Aliongea Zuberi na mimi nikamjibu, huu ulikuwa mpango wa dadangu Nuru, sio mimi tena. Niliongea hivyo na Zuberi akashusha pumzi ndefu kisha akaniambia, pumzika utulie kidogo, kesho tutaenda kwa mzee Malange tena, ninamwamini sana yule mzee. Aliongea rafiki yangu Zuberi na mimi nikabaki na mtizama tu, wala sikuweza kumpinga kabisa na yeye katika swala hilo. Bado nilikuwa ninatafuta msaada. Haikuwa rahisi kwa dada yangu, ilibidi yeye pamoja na mtoto wangu Elena waweze kwenda kulala kwa dada yake Zuberi kwa usiku huo, kwa sababu dada yangu Nuru alikataa katu kuweza kurudi nyumbani kwake usiku huo. Kaka, mimi naona tusirudi tena kwenye ile nyumba yako. Hapana, kama unaweza ondoka katika ile nyumba, aliongea dada yangu Nuru na mimi nikamjibu, dada, shida sio kurudi au kutokurudi. Mzee Malange ameniambia kwamba yule kiumbe atatufata kila tunapoenda. Tulikuwa tunaongea muda huo na tayari tulikuwa tumeshafika kwa dada yake Zuberi, tukiwa tumekaa nje watu watatu, mimi, dada Nuru pamoja na rafiki yangu Zuberi. Atatufata? Kwani kasema huyo kiumbe ni nani? Alioji tena dada yangu na mimi nikamjibu, anasema ni mwanangu wa kumzaa. Anasema mimi ni babake mzazi. Mimi mwenyewe hata sijui kuwa nilikuwa yani nawezaje kuwa na mtoto nisiyemjua, kwa sababu hata mke wangu mwenyewe hakuwahi kubeba mimba awali. Hii ya Elena ni mimba ya kwanza. Sasa huyo kiumbe ni mwanangu kivipi? Niliongea hivyo kisha dada akanisikiliza kwa makini sana, alafu akaendelea kunihoji maswali. Sasa kama ni hivyo, katokea wapi huyo kiumbe na lengo lake ni nini? Aliuliza dada Nuru swali hilo na mimi nikaendelea kumjibu. Alipotokea ni siri, hataki mtu ajue, na ikitokea mtu akataka kuhangaika kujua wapi alipotokea na kuhitaji kumzungumzia, basi atamuua mtu huyo haraka iwezekanavyo. Anaonekana ni kiumbe hatari sana, na mzee Malange amesema kwamba tukichelewa atafanya mengi mabaya. Niliweza kumwambia dada Nuru maneno hayo, na dada Nuru na yeye
Hakuacha kuendelea kuhoji kwa sababu kulikuwa na mengi ambayo yalikuwa yanamtatiza katika kichwa chake. Tukichelewa atafanya mengi, tukichelewa kufanya nini? Alioji hivyo dada Nuru na mimi nikamjibu, tukichelewa kuzungumza naye. Niliongea vile na dada Nuru akapoa kidogo. Nani wa kuzungumza naye kiumbe huyo? Nani atakayethubutu? Aliuliza hivyo dada Nuru na mimi nikamjibu, dada, ni mimi hapa ambaye ndiyo baba yake, ndiyo nimeambiwa nizungumze naye ili niweze kujua anahitaji nini ili asiendelee kunisakama. Baada ya kuongea hivyo dada Nuru akaniambia, sasa inawezekana vipi swala hilo na kiumbe akionekani? Alipouliza hivyo dada, hapo rafiki yangu Zuberi akadakia mazungumzo hayo. Alikataa kumsikiliza mzee Malange. Laiti angemsikiliza angeshajua namna ya kuzungumza naye. Aliweza kuingilia mazungumzo hayo rafiki yangu Zuberi, na hapo ukimya ulitawala kidogo, na ikabidi tukubaliane kesho tuweze kurudi kwa mzee Malange kumsikiliza kwa mara ya pili. Tulipanga kesho twende tena, na Elena tulimuacha kwa dada yake Zuberi aliyeitwa Saula, na hivyo safari hiyo tuliweza kutoka watu watatu, mimi, Zuberi pamoja na dada Nuru. Kuna muda hata huyu mwanangu Elena sikuwa na uhakika naye kuwa ni mwanangu halisi au nimebeba yule wa mgongoni. Muda wote nilikuwa namtizama na muda wote nilikuwa ninaishi kama mtu mwenye wasiwasi sana dhidi yake. Basi tulifika kwa mzee Malange na alipotuona alicheka sana. Ndiyo, alicheka. Alijua tu kwamba lazima tutarudi kwake na yeye wala hakufanya ajizi kutukaribisha. Karibuni sana vijana, karibuni sana. Hivi, kwa nini mnadharau hatima ya maisha yenu? Aliongea mganga na sisi tukatulia kidogo tukiwa hatuna jibu lolote kutokana na swali hilo. Hatuna namna mtaalamu, tunaomba utupokee. Aliongea Zuberi na mzee Malange akaendelea. Lengo lake ni kukutesa sana, atakutia hasara kubwa, na mtu yoyote akitaka kumtoa kinguvu hatamuua mtu huyo. Ndio hayo yaliyotokea kwa yule mganga mliyempeleka kule. Aliongea mzee Malange na tukawa tunamsikiliza tu. Kwa kweli mzee Malange alikuwa ni mganga kweli kweli, yaani aliweza kutambua mpaka kuna mtaalamu mwingine tofauti na yeye ambaye tulikuwa tumemwalika ili aweze kututatulia changamoto yetu. Hata mimi binafsi mzee Malange siwezi kusema huyu kiumbe katokea wapi, japo mizimu yangu ina uwezo wa kuniambia kila kitu, lakini siwezi kufanya hivyo kwa sababu kufanya hivyo ni sawa na tangaza vita tuna kiumbe huyo. Ni bora tufate anachokitaka yeye ili kila kitu kiweze kwenda kwa urahisi. Baba Elena, kwa sasa kila kitu kiko mkononi mwako, nenda kaongee na mwanao muyamalize. Aliongea mzee Malange na mimi nikamjibu, niko tayari kuzungumza na mwanangu, nahitaji kujua ukweli wa hili. Ilibidi nikubali, maana inaonekana yajayo ni mabaya, sasa ni kheri yanayotokea sasa. Safi sana, utakuwa umemsaidia hata Elena pia, na pia utakuwa umeyasaidia maisha yako kiujumla. Sasa hapa unatakiwa ufate masharti machache ili uweze kuzungumza na mwanao. Je, huko tayari? Alioji mzee Malange na mimi nikamjibu, ndiyo, niko tayari. Nilimjibu hivyo mzee Malange na yeye akaendelea, basi sawa, nawa hayo maji hapo kwenye chungu. Kuna maji yalikuwa kwenye chungu kidogo pembeni yake. Basi nikamtizama Zuberi pamoja na dada yangu Nuru. Watu hawa walionekana wana huzuni kidogo, japo hakuna kati yao aliyenizuia nisinawe maji hayo. Basi nikanawa maji hayo, na kufanya hivyo hapo nikawa tayari nishatia saini ya kufanya atakaloniambia mganga Malange ili niweze tu kunusuru maisha yangu. Cha kwanza, utaenda nyumbani kwako leo saa 7 usiku. Zingatia muda. Ukifika pale usiwashe taa.
Hakikisha hakuna taa ya aina yoyote ile. Lakini pia hata ukifika hawezi kukutambua tu kwa haraka haraka hata ukitumia sauti yako, bali atatambua kuwa wewe ni baba yake kwa kutumia damu yako. Hivyo cha kwanza nitakupatia kisu kidogo ambacho ukifika ndani ya nyumba yako, nyuma ya mlango ambapo anapatikana, basi hapo utaukata mkono wako. Ukisha ukata mkono wako, hakikisha kuna kiasi kidogo cha damu kimwagike, na kufanya hivyo hataweza kukutambua. Akisha kutambua atakuona, na akisha kuona atafurahi sana, maana hicho ndicho alikuwa anakitaka. Alikuwa anataka kuongea na wewe. Hakikisha asiwepo mtu mwingine ndani ya nyumba hiyo, maana anaweza akamuua kabisa mtu huyo. Aliongea hivyo mganga Malange, na kisha akaniuliza, huko tayari pia kwa hili? Aliponiuliza hivyo na mimi nikakubali. Basi nilipokubali, akachukua kisu kidogo na kunipatia, kisha akaniambia, leo usiku unatakiwa uwe pale tayari. Na kumbuka, huyu mtoto aliye nyuma ya mlango anaweza akaja katika maumbile ya aina yoyote yale, katika muonekano wowote ule, lakini wala usimwogope, wala usithubutu kumkimbia. Jiamini, zungumza naye, wewe ni baba yake. Aliongea hivyo mganga Malange na mimi nilimwelewa, japo hofu ya kibinadamu haikuacha kuusakama moyo wangu. Haikuwa kazi nyepesi kiasi hiko. Ilibidi tuweze kurudi tena hadi kwa rafiki yangu Zuberi baada ya kupata maelekezo hayo kutoka kwa mganga Malange. Nitaenda kuzungumza na huyo aliye nyuma ya mlango asiyetaka kuonekana, tena ni mtoto wangu kama wanavyodai. Niliongea hivyo, na hapo dada Nuru pamoja na rafiki yangu Zuberi walikuwa wakinitizama tu, na dada Nuru aliaminifika hii kazi ni ngumu sana, kwa sababu alikuwa ameshaliona balaa la huyo kiumbe masaa kadhaa nyuma ambalo lilitokea ndani humo kwa mzee Lipambila. Sikuwa na budi kutoka mida ya saa 6 usiku, na mpaka kufikia majira ya saa 7 tayari nilikuwa nimefika nyumbani kwangu kukabiliana na kiumbe huyo. Nyumba ilikuwa tulivu sana, japo hapakuwa pasafi kabisa, ila palikuwa pametulia mno. Nilikuwa naogopa sana, ila kwa kuwa nilikuwa nishaamua kuchukua hatua, basi niliendelea kujipa ujasiri wa kuifanya kazi hiyo. Nilifika hapo na nikataka kugonga mlango, lakini nikatulia kidogo, kisha nikashusha pumzi ndefu, na hapo nikaamua kuingia bila kubisha hodi. Nikasimama kutizama uelekeo wa nyuma ya mlango baada ya kufungua mlango huo, na hakukuonekana kuna dalili ya mtu yoyote ndani humo, na hata ile miili ya mganga Lipambila na kijana wake sikuiona kabisa sakafuni pale tulipoiacha imeanguka. Sikujari sana, nilikamata kile kisu vyema kabisa, kisha nikaelekeza upande wa mkono wangu, na kisha juu ya nyama za mkono wangu nikapitisha kisu hicho kwa kasi sana. Hapo nikaruhusu damu yangu iweze kumwagika, alafu nikakiweka kisu hicho mbele yangu. Kisha nilichokifanya, nikaamua kukaa na kumsubiri kiumbe huyo. Ndiyo, niliketi chini kabisa, nikawa niko tayari kabisa kumsubiri kiumbe huyo, japo mapigo ya moyo wangu yalikuwa yanaenda kasi sana kwa wakati huo. Damu iliendelea kumwagika kutoka katika mkono wangu, huku nikiwa nimeendelea kuketi hapo hapo, na muda huo palikuwa tulivu sana, lakini punde nilistuka baada ya kuona moto ukiwaka katika eneo hilo la nyuma ya mlango, na moto huo ulikuwa unawaka nyuma ya mlango peke yake. Ulikuwa sio moto wa kuteketeza, wala ulikuwa sio moto wa kusambaa. Ulikuwa ni moto ambayo ulikuwa unawaka katika eneo hilo hilo la nyuma ya mlango peke yake. Nilihisi kuogopa sana. Nilitulia huku mapigo yangu ya moyo yakizidi kuongeza kasi, na hapo nikasikia sauti
kali sana ikiita, baba. Nilisikia sauti hiyo, na sauti hiyo ilikuwa ikishangaza sana kwa sababu ni sauti ambayo ilikuwa ikitokea ndani ya moto huo. Niliendelea kutulia. Jasho la hofu lilianza kunitoka. Mapigo ya moyo hayakuacha kabisa kukoma. Nilihisi mwili wangu wote unatetemeka, na hapo kwa mbali nikahisi kuna mtu anatoka ndani ya moto huo. Ndiyo, alikuwa anatoka katika moto huo. Alikuwa si binadamu kama nilivyotarajia kumwona, lakini nilishangaa kuwa linatoka joka. Ndiyo, lilikuwa linatoka joka. Lilikuwa ni joka kubwa sana, na ndilo hilo ambalo lilikuwa likiita neno hilo, baba. Mapigo ya moyo yalikuwa yakienda kasi sana. Nilikumbuka maneno ya mganga, hautakiwi kuwa na wasiwasi, maana anaweza akaja katika muonekano wowote ule. Hivyo wewe unachotakiwa ni kuwa tayari tu kumpokea. Lilikuwa joka kubwa sana. Lilikuwa ni joka refu kwenda juu, na lilizidi kunisogelea karibu yangu, huku nikisihisi vizuri pumzi zake katika ngozi yangu. Joka hilo lilianza kunilamba. Lilianza kuulamba mkono wangu pale ambapo nilikuwa nimeukata na kisu hiko, na lilivyokuwa linazidi kuulamba mkono huo, basi ndivyo lilikuwa linatoka katika umbile hilo la joka na kuanza kuwa binadamu wa kawaida. Basi alivyokuwa anaendelea kunilamba damu hiyo na kurudi kutoka katika umbile la joka kuwa binadamu, baada ya dakika kadhaa mbele yangu nilimwona kuna mtoto amesimama mbele yangu. Ndiyo, mtoto huyu alikuwa kafanana na Elena kila kitu, kasoro macho yake tu ndiyo yalikuwa tofauti na Elena, kwa sababu huyu macho yake yalikuwa yanawaka sana na yalikuwa ni meupe pe, pasipokuwa na mboni katikati ya macho yake. Alikuwa katika muonekano huo wa kutisha sana, yaani hapakuwa na taa kabisa ndani ya chumba hicho, lakini macho yake yaliweza kuangaza vizuri sana mithili ya tochi. Alikuwa mbele yangu na aliendelea kunitizama kwa muda kabla hajaniita tena, baba. Nilikuwa sijui niitikie au bado nikae kimya, lakini nikajikaza tu nikaitikia, naam. Niliitikia kwa hofu kubwa sana, lakini jinsia yangu ilitaka nijikaze bwana, mimi si mwanaume. Basi mtoto huyo akaendelea, baba. Aliendelea kuita huku akinizunguka pale nilipokuwa nimekaa, lakini ajabu, sikuona kama miguu yake ilikuwa imegusa chini. La hasha, alikuwa ni kama anaelea hewani hivi kidogo, na sio kugusa ardhi. Niliweza kutambua hilo, na hapo nikaja kutambua kumbe niko karibu na kiumbe cha tofauti kabisa na binadamu. Alikuwa na furaha sana, na ilionyesha fika amefurahia sana kitendo cha mimi kuridhia kuzungumza naye, na hapo nikamuoji swali, wewe ni nani? Nilihoji swali hilo, na yeye akasimama ghafla kutembea. Ndiyo, akasitisha kutembea, alafu akanitizama kwa macho yake yanayong'aa sana. Kiukweli nilikuwa ninaogopa sana. Kisha akaniambia, sina jina baba yangu, labda ukiniita Elena tu inatosha. Aliongea huku akiwa mbele yangu akinitizama, na mimi nikamuuliza swali lingine, umetokea wapi? Nilijikaza nikamuuliza swali hilo, na yeye hakunijibu, ila aliamua kukaa pembeni yangu kidogo, alafu kuna jambo alilifanya. Ndiyo, nilishangaa kuona macho yake ambayo yalikuwa yanawaka kama tochi. Mwanga huo wa macho yake ulienda mpaka ukutani, kisha ukatengeneza kitu kama projekta za filamu, na hapo kuna matukio nilikuwa ninayaona kupitia macho yake.
na matukio hayo yalikuwa yanaonyesha ukweli mzima kuhusiana na kiumbe huyo. Ni wapi alipotokea na kwa nini yupo hapa, na kwa nini mimi ni babake mzazi, na kwa nini ananitenda yote hayo. Je, nini kitaendelea? Kiumbe huyu sasa anamweka wazi baba yake. Kwa nini yeye ni mtoto wake tena wa kumzaa kabisa? Nini kilitokea ambacho baba Elena hakijui? Tuonane sehemu ya 5, itaonyesha kila kitu kuhusiana na maisha ya mtoto huyo. Mimi ni Amani Leonard, hapa ni Himaya ya Kusisimua. Usiache kusubscribe 0785 08 2315. Asanteni wasikilizaji wangu wapenzi, na kwaherini. Tuonane katika sehemu ya 5. Asanteni.